Praise Jesus. Bwana asifiwe. Basi namshukuru Jehova kwa nafasi nyingine ametupatia tukaweza kumshukuru na hata kumwabudu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tuweza kukaa chini tunapoendelea kulipata neno lake Bwana katika jina la Yesu Kristo. Basi nimeokoka na Kristo ni Bwana. Nataka tukaweza kulitazama neno la Bwana na kusikia mapenzi yake Mungu juu ya maisha yetu tunapozidi kukaa kumtumaini Jehova katika jina la Yesu Kristo. Najua mahali ulipo wewe ni mzima, wewe una afya na wewe Mungu amekubariki. Yaweza kuwa unapitia katika janga fulani, jambo ni la kwamba Mungu wetu anakupenda, Mungu wetu anakujali. Kama wewe ni mgonjwa na unalo jambo unalolipitia, kabla tumalizie ibada hii, nataka nikuhakikishie tutaomba na wewe na Mungu atakuponya katika jina la Yesu Kristo. Nataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Neno la Mungu linasema hivi: If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Hilo ndilo neno la Mungu. Nataka tukaweza kutazama maneno hapo mawili ambayo nimemalizia nayo kuhusu vile Mungu aweza kufanya katika maishani mwetu. Hili neno tumeshalisoma mara kwa mara, tumeshalinena mara kwa mara ya kwamba wale watu ambao wameitanishwa na Mungu, wale wanaomjua Mungu, wale wanajua jinsi ya Mungu alivyo, na wanaojua nguvu na uwezo wa Mungu, na wale wanajua kuna Mungu mbinguni, Mungu awezaye yote, Mungu yule ambaye hawezi kulinganishwa na mwanadamu, Mungu ambaye ni muweza na yeye habadiliki. Neno la Mungu lasema ya kwamba ni yeye aliyekuweko na ni yeye ako na ni yeye atakaye kuweko. Jina la Bwana wetu lisifiwe. Neno la Mungu linasema wale watu wanayejua hivyo watakapomnyenyekea mbele za Bwana na kuomba, Mungu akiwa juu mbinguni atasikia. Jambo ni la kwamba tumeomba na Mungu amesikia. Tumemulilia Bwana, tumetubu dhambi zetu, tumetubu dhambi za nchi, tumetubu dhambi za viongozi wetu, tumetubu dhambi zile tunajua na zile hatujui kwa sababu ya nchi yetu, ili Bwana akaweza kutuondolea janga hili, ili Mungu akaweza kuponya nchi yetu. Na hivyo ndivyo Mungu amefanya.
mponyaji, na kwa sababu yeye ni mponyaji, ni vizuri tukaweza kutazama na kujua uwezo na nguvu za Mungu katika uponyaji. Yeye ataponya nchi yetu, si nchi tu, atatuponya sisi, ataponya miili yetu, ataponya maisha yetu, ataponya jamii zetu, ataponya makanisa yetu, ataponya taifa letu. Yeye
Jambo la kwanza, you must, na hapa is a must, you must understand the word of God and apply it. Ni lazima, is a must, ulielewe neno la Mungu. Mungu aishiavyo milele. Unapolielewa na uanze kuapply that word of God. Neno la Mungu lasemaje? Neno la Mungu lasema vizuri ya kwamba yeye anatuponya na yeye ni mwaminifu. Amesikia maombi yetu, amesikia kilio chetu. Jambo lile atakalolifanya, atatusamehe dhambi zetu na ataleta uponyaji. That afya, uponyaji, that healing yatokana na neno la Mungu. Na neno la Mungu ulifanyishe kazi. Nchi yetu ya Kenya ndio kulitangazwa ugonjwa unaingia. Katika jina la Yesu, neno la Mungu linasema ataponya nchi yetu. Ni vizuri tuchukue ile neno na tulifanyishe kazi na tuanze kusema nchi yetu imepona katika jina la Yesu. Mombasa tutangaza uponyaji. Nairobi uponyaji. Kila county uponyaji. 47 counties in this country of Kenya tutangaze uponyaji. Kuna uponyaji katika jina la Yesu. Kuna uponyaji kwa neno la Bwana. Kuna uponyaji maana neno linasema yeye ndiye mponyaji. Na sababu yeye ni mponyaji, anaponya. Kwa hivyo ni vizuri kujua kuna uponyaji usio wa kawaida. Kuna uponyaji unazunguka katika jina la Yesu. Na lile neno amelisema yeye huja na yeye hushuka na kulitimiza, sababu yeye ni mwema. Kwa hivyo katika jina lake Jehova Mungu kuna uponyaji wa kweli. Neno nasema katika kitabu cha Exodus ama Kutoka 15 mstari wa 26, 15:26, neno la Mungu linasema ya kwamba mimi ndiye Jehova Mungu amponyaye. Yeye ndiye Jehova atuponyaye. He is the Lord that who heals our diseases. He is the Lord. He is the Lord who heals our diseases. Ni vizuri kujua yeye ndiye Jehova atuponyaye. Katika jina la Yesu hakuna kufa. Utapona katika jina la Yesu. Wewe umelala kwa kitanda, wewe watu wameanza kuona ni kama unaenda. Ninatangaza hakuna mahali unaenda, utasurvive katika jina la Yesu. Kuna uponyaji. Neno nasema yeye ni Jehova atuponyaye katika jina la Yesu. Na akiwa yeye ni Jehova atuponyaye, ni vizuri kujua uponyaji wake ni wa milele. Ninapoleta jambo lingine kuhusu uponyaji, ni vizuri kujua na kuelewa jambo la pili. You think and talk healing kama mtu amepona. Neno nasema katika kitabu cha Mithali 20
na mipango ile ulikuwa umepanga. Usikufe moyo, usianze kutangaza kushindwa, anza kudikelea ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Hata kama mambo iko namna gani, ni vizuri kusema kama neno la Bwana, giza linakuja lakini asubuhi kunapapasuka. Tuko katika giza fulani lakini asubuhi inakuja. Asubuhi ndio hii imekaribia. Kwa hivyo mahali ulipo, anza kufikiria na anza kuona uponyaji katika maisha yako. Anza kuona uponyaji. Unajua shetani wakati mwingine yeye pia analeta mambo ya kufuja moyo. Analeta mambo mengine isiyo ya maana. Wachana na yeye. Wachana na manabii anasema kufilisika. Anasema hakuna. Na ameanza kusema kuna kusimama na kuna kuendelea. Na kwa sababu Jehova Mungu anaishi, hata kesho tutaiona katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa kuendelea zaidi ya hapo, maana wewe tayari umepona. Maana wewe tayari uponyaji uko na wewe. Maana wewe uko na afya katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali ulipo, nataka niombe na wewe katika jina la Yesu. Tusimame, tumuite huyu Bwana aletaye uponyaji, akafikisha uponyaji kwako, akaleta mahali ulipo. Wewe simama mahali ulipo, nataka nikuombee katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, naomba uponyaji kwa kila huyu ndugu na huyu mzee, huyu mama na huyu kijana, huyu msichana na hata huyu mtoto mdogo. Ninatangaza afya katika jina la Yesu. Afya ya kijamii ninaitangaza. Afya katika mwili ninatangaza. Mahali mambo imeenda vibaya, afya imesorota, ninarudisha katika jina la Yesu. Ninatangaza kusimama tena kwa taifa letu. Ninatangaza kusimama tena kwa huyu mzee. Ninatangaza kusimama tena kwa huyu kijana. Ninatangaza kusimama tena kwa huyu mama, huyu msichana. Hii jamii haitatengana. Ninatangaza isimame tena katika jina la Yesu. Asante Jehova kwa sababu wewe ni mponyaji. Wewe ni Mungu mponyaji. Wewe ni Mungu mponyaji. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.